Watu wengi sana wanapozaliwa mpaka wanapofikisha miaka 18 na kuelekea mpaka 39, huwa kila wanachofanya huwa wanajiuliza watu wataonaje, watu watasemaje. Kwa maisha anayoishi, nguo anazovaa, gari anaendesha, mahali anapokaa, anajiuliza tu watu watanionaje, watu wasema. Anakuwa na sensitive na other people's opinion. Akishafikisha miaka 40 kuelekea miaka 59, anaanza kusema I don't care. Waseme wasiseme, shauri yao. Mimi nitavaa ninachotaka, nitasuka ninavyotaka, nitaishi ninavyotaka, haya ni maisha yangu. By the time anafikisha miaka 60, anagundua hakuna mtu aliyekuwa anafuatilia maisha yake. Kila mtu alikuwa busy tu na matatizo yake kwenye jamii na matatizo yake ya kifamilia. Matokeo yake ni kwamba wanaishi katika kiwango cha chini, wakiishi katika kupendezesha watu wengine, wakisahau kupambania ndoto ambazo wanazo. Na ndio ule utafiti wa kwanza kwamba wengi sasa wanakufa wakiwa hawajatimiza, maximize potential ambazo wanazo. So kuna key areas ambazo ni muhimu kuziangalia unapotaka kujipackage kwenye area yako yoyote ile unapotaka kufanikiwa. Na kuna maeneo 7 ambayo unatakiwa uyaangalie, na nitapita kwa haraka kwa sababu mengi tayari yameshazungumzwa kwa mapana katika hizi siku ambazo umekuepo hapa. Eneo la kwanza ni mental health. Utajiri wako unaambatana na akili. Kwa sasa hivi hili jambo limezungumzwa sana, na ukweli ni kwamba wako watu wengi ambao ukiwaangalia unaona wako sawa, lakini ukweli ni kwamba hawako sawa. Sasa lazima uwe mtu ambaye una take care of your mental health, kwa sababu value ya brain yako ndio value ya career yako. Ndio maana kwenye sensa watu hesabu watu ambao wana mental disorder, kwa sababu sio resource katika nchi. Kwa maana yake nikishindwa kuweka uwekezaji mzuri kwenye ufahamu wangu na kutunza ufahamu wangu, kwa maana afya ya akili, kuna uwezekano mkubwa sana sitaweza kufanikiwa. Na hapa tunazungumzia issues za stress management na mambo yanayofanana nayo, na emotional management kwa ujumla wake. Eneo la pili ni health, your physical health, kwamba ni muhimu ku take care of your health, kwa sababu malengo yote ulionayo yanabebwa na mwili wako. Longevity ni ya muhimu. Umri wako wa kuishi ni wa muhimu katika kuhakikisha umekamilisha malengo yako. Na kitu ambacho ningependa nikukumbushe ni kwamba usipojijali, possibly hakuna mtu atakayekujali. Kuna wakati nilifanya utafiti wa kuangalia watu ambao kwenye familia zao ni tegemezi, yani wanategemewa, either kwa sababu ni watoto wa kwanza au kwa sababu wamefanikiwa katika namna fulani ya kimaisha. Kwenye kila familia kuna watu wanainuliwa wakiwa kama ni nguzo za hizo familia, na mara nyingi wanainuliwa kupitia vipaji, au watapata elimu zaidi ya watu wengine, au watafanikiwa kwenye eneo la kifedha zaidi kuliko watu wengine. Watu hao ukiwachunguza, wengi wao huwa waishi muda mrefu, na sababu ni moja tu, ni kwa sababu anabeba mizigo mikubwa kwa muda mrefu, akiamini kuna siku atakuja kupumzika, au ataambiwa na ndugu zake apumzike, na anakuja kugundua kuna siku mtu yote anamwambia apumzike. Wanaambia watu, the problem of being a lion in the jungle is that no one will ask you in the morning how are you doing. Ukiwa simba katika mwitu, hakuna mnyama mwingine anamuuliza simba unaendeleaje, kwa sababu huwa tunaamini simba haumwi, simba achoki, simba ishiwi nguvu, simba ana matatizo. So if you are the strongest person in your family, hakuna mtu atapata muda wa kukuuliza unaendeleaje afya yako. Hakuna mtu atakuuliza kama umefanya check up. Hakuna mtu atakuuliza ulimwambia jana unaumwa, utashangaa. Nobody make a follow up, kwa sababu wanaamini wewe ni mtu imara na mtu hodari. Matokeo yake ni nini? You'll spend a good time of your life kwenye investment ya watu wengine, hapo utagundua wewe huja invest kwako, na muda unapohitaji watu wengine hawatajitoa kama wewe ulivyojitoa kwako, alafu utalaumu na kulaani. Sasa the problem sio za kwao, problem ni ya kwako. Kwa nini? Kwa sababu human beings are selfish. Ndio maana sio kila unemfanyia kitu chema utarajie na yeye atakufanyia kitu chema. Sisi wote hapa tuna selfish nature. Ndio maana picha za hii tukio zikitoka, ukitumia group photo, picha ya kwanza kuangalia itakuwa ni ya kwako kwenye ile picha. Kama umetokea vizuri utaiposti bila kujali mwenzako mdomo umekaa pembeni. That shows human beings we are selfish. So watu wako hivyo. Kwa hiyo if you don't take care of your health, no one else will take care of your health.
Usipopumzika hakuna mtu atakupa nafasi ya kupumzika. You need to make yourself a priority when it comes to physical health. Eneo la tatu ni personal growth, kujikuza wewe mwenyewe katika maarifa na ujuzi. Tafiti zinaonyesha kwamba kwa sasa hivi half life ya knowledge ni miaka 2.5 mpaka 3. Chochote ambacho unakijua sasa hivi baada ya miaka 2 mpaka 3 pengine kitakuwa obsolete au kitakuwa kimepunguza thamani yake sana. Uwezo wako wa kujiongeza katika maarifa ndio ambao unakufanya uwe relevant katika kazi unayoifanya. Ni hatari sana kama mara ya mwisho kusoma kitabu cha kujifunza ni pale ulipofanya mtihani wako wa mwisho. Maana yake if you don't grow in personal development, unahatarisha relevance yako na value yako katika kitu unachokifanya. Watu ambao wanategemea experience peke yake na traditional ya kufanya vitu huwa hawaleti matokeo makubwa sana. So you need to set time aside. Namna gani unaweza ukaimprove personal development yako? Na in average tunasema mtu ambaye anataka kufanikiwa at least atenge 30 minutes to 1 hour daily za kupata kitu kipya cha kujifunza. Kwa sababu in average human being ambaye anataka kukua at least anasoma kitabu kimoja cha personal development kwa mwezi. So that can be seen as a small, but over a period of time difference yake ni kubwa sana na mtu ambaye ajisomei au aongezi maarifa katika kile ambacho anakifanya. Eneo lingine ni your environment. As environment tunazungumza both social environment, tunazungumza physical environment. Chochote ambacho kinakuzunguka huwa kina madhara kwenye maisha yako. Kina madhara kwenye maamuzi unayofanya, kina madhara kwenye vision ulionayo, kina madhara kwenye kujiamini uliko nako. Kuna watu wengi leo ambao kwa sababu ya mazingira waliokulia hawezi kuwa na dream kubwa kwenye maisha yao. Ndio maana leo ukimtafuta mtoto aliyeko kijijini ambaye hajawahi kufika mjini, pengine mtu kubwa atakwambia nataka nimiliki bodaboda. Siku kimleta mjini ataanza kuchange vision kwa sababu environment ina influence the kind of vision you have. Juzi nilikuwa naongea na kijana mmoja akaniambia mimi kwa sija kufika Dar es Salaam, kwa mara ya kwanza nimefika Dar es Salaam ni siku nilipokuja chuoni. Alikuwa amekuja kusoma ardhi. Miaka yake yote amesoma huko Mbeya na ni kijijini mpaka sekondari. Akasema dream kubwa niliyokuwa nayo ilikuwa ni kuwa dereva wa lori. Ndio dream kubwa alikuwa nayo. Kwa nini? Kwa sababu kuna mtu alikuwepo pale kijijini ambaye ni dereva wa lori na alikuwa anasimulia anavyosafiri kwa lori kwenda mataifa mbalimbali ya jirani. Kwa hiyo akajua na yeye akiendesha lori atakuwa hivyo. So mazingira unayo interact nayo huwa yana affect sana mambo ambayo unayaona na vitu ambavyo unaviamini kwenye maisha yako. Lakini eneo lingine ni relationship, mahusiano na watu. Mtu yote ambaye unakutana naye anakuathiri either negative or positive. There is no neutral interaction with people. Kuna watu leo misimamo ulionayo ni kwa sababu ya aina ya watu ambao ulikutana nao. Kuna watu leo kukata tamaa uliko nao ni kwa sababu ya aina ya watu ambao ulikutana nao. Kuna watu inspiration ambao unayo ni kwa sababu ya aina ya watu ambao umekutana nayo. Human energy is contagious. Huwa inaambukiza. Ndio maana ukikaa na mtu ambaye ni toxic, mtu ambaye kila wakati anazungumza kukata tamaa, kushindwa, kulalamika, hautahitaji kujifunza na wewe kulalamika. Na wewe ghafla tu utajikuta umeanza kulalamika. Unaamka asubuhi unaanza kulalamikia mawingu, upepo, jua. Unajikuta tu uko hivyo. Kwa sababu tayari umeshajifunza. Kuna siku moja nilikuwa nasoma kwenye Instagram, mtu mmoja akasema, "Tayari nimeshakunywa chai, nimeshiba, sasa ngoja nitafute mtu wa kumlaumu." So utajua wakati gani catch up the energy and feelings of doing that. So people you're hanging around matters a lot in your life. Wanasema if you hang around 5 broke people, just know you are the 6th one. Kwa hiyo ukihang around, kwa sababu research by Jeff Olson inaonyesha kwamba wewe ni wastani wa watu 5 ambao wanakuzunguka. Kwa sasa hivi nikikuuliza who are your 5 best friends, rafiki zako 5 bora unaowajua wewe my best friend wakague. Na ili mimi niliposoma miaka hiyo iliyopita nilijifunza hii, nikafanya ka research kidogo, nikaona ina ukweli sana kwamba wastani wako kwenye maisha, maisha yako level yake ni wastani wa watu 5 ambao wanakuzunguka. In terms of opportunities utakuwa nazo, in terms of thinking capacity, in terms of connection utakazokuwa nazo, in terms of financial ability utakayokuwa nayo. Na mimi nilifanya exercise kwenye finance. Nikachukua watu wangu 5 nikamuuliza kila mmoja monthly how much do you earn. Nikapata za kwao nikajumlisha nikatafuta average. Average haikucheza sana mbali na kipato changu cha wakati huo cha mwezi. Kwa hiyo angalia rafiki zako. Ndio maana wanasema if you are the best in a group it's also time to leave. Ukijiona kila siku ndio unakopwa, sio swala kuchekelea.
Maana umezungukwa na watu ambao wanakuvuta chini badala ya kukupush kwenda juu. So you need to expand the territory of the people you are interacting with. Kwa sababu kila mmoja wetu hapa ana limiting beliefs, mambo ambayo haamini kama anaweza kufanikiwa, na hatujui wakati gani tuliyakatch hayo mambo. Na ziko authority figures kwenye maisha yetu ambayo huwa wanatuingizia misimamo na vitu ambavyo tunaviamini throughout our lives. Wa kwanza ni wazazi wetu. Kuna wengi hapa ukiangalia pattern ya maisha yako inafanana sana na wazazi wako, na usipofanya marekebisho, maana yake kile unachokiona kwa wazazi wako ndio yatakuwa maisha yako na ndio yatakuwa watoto wako, kwa sababu kwenye kila familia lazima atokee mtu ambaye atabadilisha pattern ya familia yake ambayo namna walivyoishi. So wazazi wetu wametu-influence tunachoamini, wametu-influence tunachokiona, wametu-influence misimamo yetu pia. Kuna watu leo hawajaamini simply kwa sababu waliwahi kudharauliwa na wazazi wao. Kuna watu waliambiwa wewe ni boga tu, kwanza wewe hatukukutarajia, tulishangaa tu ghafla umezaliwa. Kuna watu walikataliwa pengine na baba yao, mpaka leo hiyo impact ipo katika umri wao mkubwa. Kukutana na mtu mmoja na miaka 40 ambaye anasema kinachomtesa sasa hivi ni kwa sababu aliwahi kumtafuta baba yake, alipofika kwa baba yake still akamkataa. Kwa hiyo ameona kama dunia nzima imemkataa, anajiona kama vile hana thamani. So it is important to find out vitu gani ambavyo vimekushape wewe wa leo. Kuna watu ambao hawajithamini si kwa sababu hawathaminiwi leo, hawajithamini kwa sababu hawakuwahi kuthaminiwa na wazazi wao. Research inaonyesha kwamba mtoto mdogo anapozaliwa mpaka anapofikisha miaka 5 huwa anakuwa ameambiwa neno hapana, acha au hauwezi na mama yake mara 1040, na anakuwa ameambiwa neno ndio au unaweza mara 5000. Kwa anakuwa ameambiwa neno negative mara 8 zaidi kuliko alivyoambiwa maneno positive. Na hapa sisi ni mashahidi. Watoto wetu kule nyumbani ni mara ngapi tumekaa nao na kuambia kwamba wewe utakuja kuwa mtu mkubwa. Ni mara ngapi tumewaambia na kuamini sana your future is bright. Ni pale tu akishika pochi yetu tunamwambia acha. Akishika glasi acha. Akishika funguo acha. Akishika simu acha. Anakuwa akiamini kwamba yeye ni mtu ambaye hayuko accepted. Sasa ni kitu kidogo lakini kinakuwa built up kwenye subconscious mind. Na wapo watu wengi ambao suffering ambazo wanakutana nazo leo ni kwa sababu ya authority figure ya wazazi. Lakini wa pili ni walimu wako. Kuna mambo mengi ambayo walimu wako walishawahi kukuambia ambayo mengine uliyaamini na mengine ni subconscious ukutaka kuyaamini, lakini yanakuathiri mpaka leo. Kuna watu kilichowafanya wasijue hesabu darasani ni kwa sababu tu mwalimu aliwaambia tu kwamba ni wewe na hesabu ni mbingu na ardhi, jaribu mambo mengine. Mpaka leo they don't believe that they can do well kwenye mathematics. Kwa hiyo whatever mwalimu wako alikuambia kinaweza kuwa kina part. Kwa hiyo lazima uandu hivi vitu kadiri umri wako unavyozidi kwenda. Wengine ni kazini kwako. Kuna watu wameathirika na maneno na mabosi wao. Kuna watu tangu kazi yao ya mwisho baada ya kuwa fired au kuwa terminated hawajawahi kujiamini tena kama wanaweza kufanya vizuri. Kuna watu walifukuzwa kwa aibu, kuna watu walikuwa terminated kwa kuambiwa hawana competence, na mpaka leo kile kitu ingawa ni cha miaka mingi sana lakini bado kimeendelea kuwa na madhara na athari katika maisha yao. Na wengine ni viongozi wa dini. Kwa tunasema we believe so much in our religious leaders, kiasi kwamba chochote ambacho wanatuambia most of the time we take it as a command from God. So it is important to know what you believe and whom you follow with your faith, kwa sababu wana mantiki ya kubadilisha kabisa hata uwezo wako wa kufikiri. Mnafahamu kilichotokea kwa Mackenzie Kenya, right? Yes. Mnafahamu akina Kibwetele what happened, right? So it is very important to be conscious of your faith and your words, right? Lakini last ni ya 5 ni partners wako au partner wako au ningesema spouse au mtu ambaye uko naye kwenye mahusiano. Kuna wanawake wengi sana ambao kilichoua ndoto zao za miaka mingi ni kwa sababu tu hakuna mtu aliwaamini, hasa watu ambao ni mapartners wao. Kuna story moja nilisha kusoma ya dada mmoja anaitwa Deb Makomba ambaye alikuwa na ndoto kuwa mwandishi wa vitabu, na baada ya kuolewa mume wake akamwambia hawezi hiyo kazi, hakuwa anamuona kama anaweza kufanikiwa kwenye ile eneo. So what she did, akaamua kuachana na ndoto, lakini every time hiyo ndoto inapiga kelele ndani yake kwamba ninao uwezo na hii ndio passion yangu. Siku moja usiku akiwa wamelala na mume wake akaanza kulia usiku. Akaanza kulia, mume wake alipomuuliza akasema nalia kwa sababu naona umri wangu unakwenda alafu ndoto yangu haijakamilika na naona kama vile naenda kuipoteza. Mwanzo akamuuliza ndoto gani? Akasema nataka kuwa mwandishi wa vitabu. Akamaanisha kuambia you cannot do that, chagua kitu kingine nitakusupport. Akasema naomba unipe hata 1 year nijaribu, nikishindwa it's okay. Kwa mume wake kwa kejeli tu akamwambia jaribu, lakini najua utafeli.
Kwa hiyo akanunua typewriter, akawa akimaliza kazi za nyumbani, watu wameenda kulala, anaanza kuandika. Baada ya mwaka akafanikiwa kuandika kitabu chake cha kwanza. Alipokipeleka kwa publisher wakakipenda sana. And the next year kitabu chake kilipozinduliwa alifanikiwa kuwa New York bestseller. Akauza more than 1 million copies ya hicho kitabu. Baada ya miaka 5 alifanikiwa kurelease vitabu 5 ambavyo vilichezewa movie ya hivyo vitabu. Kiasi ambacho alikuwa anaingiza pesa nyingi mpaka akamwambia mume wake, unaweza kustaafu sasa, naweza kukulipa pesa yote ambayo unaitaka kupitia hela anazoingiza kwenye movie na vitabu. So my point is, what if ange accept kwamba hawezi? Maana yake angeenda kaburini akiwa na uwezo mkubwa ambao ungeweza kupotea. Ndio maana Dr. Myles Munroe aliyosema sehemu tajiri zaidi duniani sio kwenye visima vya mafuta vya Saudi Arabia, wala sio kwenye machimbo ya almasi ya Afrika Kusini au hapa Tanzania, wala sio kwenye mbuga za wanyama. Sehemu tajiri zaidi duniani ni kwenye makaburi, kwa sababu wako watu wengi ambao walikufa na ndoto zao, walikufa na maono yao, walishindwa kuyatekeleza, yakaondoka. Passion yangu na call yangu kwa kila mmoja hapa ni kwamba wewe usiwe sehemu ya watu ambao wataenda kuongeza utajiri kule. Hakikisha na jiamulie, you package yourself for success, kiwango ambacho by the time unaondoka hapa duniani useme kwamba I have accomplished all my dreams and I've lived my mission on earth. Kwa hiyo relationship has to be intention. Lazima uamue kutengeneza aina fulani ya mahusiano ambayo yana add value katika kile unachokifanya. Na eneo lingine ni finance, ambayo tutazungumzia kwa sababu tayari limeshaguswa kwa kiwango kubwa sana. Na eneo la mwisho ni career. Career ni unataka kufika wapi? Unataka kuwa nani? Unataka kuachieve nini? Career talks of professional brand. Jina lako likitajwa linatakiwa liwakilishe nini? Unajua kila ambaye unamuona amefanikiwa kwenye eneo lake, jina lake linawakilisha jambo fulani ambalo ndio tunaita brand. Ambapo simply brand is what people speaks about you when you are not in the room. Tukiondoa watu wote kwenye chumba, tukaanza kuwauliza kuhusu wewe, kila wanachokisema kuhusu wewe ndio brand yako. Kwa kwenye familia kila mtu ana brand yake. Kuna watu wanajulikana brand zao, wanakopa ndugu sana, ile brand yao. Ukiona simu unasema sio nini hapa kinatokea. Kuna watu wanajulikana ni watu ambao washiriki matukio mengine, that's their brand. Kila mtu ana brand yake. Ukija kazini kila mtu ana brand yake pia. Sasa brand has to be created intentionally. Lazima niamue kwamba kwenye career yangu nataka kujenga brand ya namna gani, kwa sababu value yako haiko tu kwenye technical expertise ulionayo. Value yako iko kwenye brand pia. Na sisi ni wasimu hapa tunafahamu kwamba kwenye balance sheet za kampuni pia kuna kitu kinaitwa goodwill sometimes, ambayo maana yake ni thamani ya jina ambayo au brand ya hiyo kampuni ambayo imeweza kuitengeneza. So na wewe pia you can leverage on your brand. Sasa lazima iwe intention. Lazima niseme kwamba mimi jina langu linapotajwa nataka liwakilishe 1 2 3 4 5. Kwa hiyo hata wewe sasa hivi nikikuuliza hivi jina lako likitajwa linawakilisha nini? Maanake hiyo ndio promise ambayo umeitengeneza wakati mwingine bila wewe kujua au kwa kujua pia. It's the promise you are giving us. Kwa kuna watu wakisikia jina fulani anasema huyu muuza chapati maarufu. Inajulikana hivyo. Sasa huyu anapenda sana kusaidia watu. Huyu ni very social. Right? So it's a brand. So kwenye key area moja wapo ambao unatakiwa ujipackage for success ni kuamua kwamba wewe jina lako likitajwa huwa linawakilisha nini. Hebu ngeuke jirani yako hapo kidogo. Alafu muulize hivi jina lako likitajwa linawakilisha nini?